nguvu ya fikra. When you stop to think, you start dying. Unaishi kwa sababu unafikiri. Na unaweza kuwa na hakika ya maisha kwa sababu ya kufikiri. Tuko hapa kwa sababu ya fikra. Mtu mmoja alifikiri kuanzisha ibada ya asubuhi. Unless otherwise, saizi unakimbizwa na vibwengo na unavuka mto na unaogelea kwenye bahari ya Nungwi, mama Mari. Only fikra. Na ubiri hapa. Mtu mwingine anaelewa kutoka Marekani, yuko hapa anabudu na sisi masafa ya mbali Marekani, kwa sababu ya mtu aliwahi kufikiri kwamba hivi hatuwezi kurusha ibada hii online. Fikra. Lakini ni kwa sababu kuna mmoja alifikiri kutengeneza kamera, mwingine akafikiri juu ya YouTube, mwingine akafikiri juu ya hiki. Tunaishi kwa sababu ya fikra. Dunia ipo kwa sababu ya fikra. Ukiondoa fikra, hakuna maisha. Hatari ni pale mungu wa dunia hii ambaye ni shetani anapopofusha fikra au shambulio la fikra kwenye maisha ya mwanadamu. Ukisikia maisha ni magumu, ukisikia tu kuna ugumu wa maisha, kuna mtu mmoja pengine anayepaswa kufanya maamuzi kwa ajili ya wengine, au huyo mtu mwenyewe anayesema maisha ni magumu ana shambulio la kifikra. Na mashambulio ya kifikra ni yale anayopofusha fikra. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 29 mstari wa 11. Yeremia 29:11. Biblia inasema, ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Ninayajua mawazo ninayowawazia, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. I know the plan. Najua ninachowawazia. Sasa shida nilionayo hapa, Mungu anatuwazia mawazo ya amani. Kuna jambo ambalo Mungu anatuwazia kwenye utumishi, kwenye kipawa, kwenye karama, kwenye huduma, kwenye biashara, kwenye uwekezaji. Kuna fikra ya kimungu. Sasa namna gani ya fikra ya kwako kuconnect, and you have to connect with ile fikra ya kimungu. Yani uconnect mawazo yako, fikra yako iconnect na fikra ya kimungu. Mungu anawaza hapa panatakiwa kuwa na hospitali, alafu na mawazo yako ambayo yanatakiwa kuconnect ili hospitali itokee somewhere. Kuna Mungu anawaza hapa panahitajika kuwa na shule nzuri, na Mungu anataka kuachilia mtu mmoja atakayewaza juu ya shule na aconnect with na yale mawazo ya kimungu. Kwa hiyo somo hili la wiki hii ni la kukusaidia kujua how to connect with mawazo ya Mungu ya juu sana. Njia za Mungu zi juu sana kuliko njia zetu. Mawazo yake ya juu sana kuliko mawazo yetu. Lakini how to connect with. Sasa shetani ana vita ya kuhakikisha fikra za watu zinapofushwa. Na mimi niliwahi kutoa ushuhuda nikaambia, nilipanga usharika wa Kariakoo na nilikuta umaskini wa ajabu hapo kabisa, na mambo ni magumu, ni sokoni. Lakini nilienda kukaa kwenye retreat, ndio yule mtumishi anasema kuna wakati mwingine kuboost fikra uende kwenye utulivu, kwenye retreat, mahali pa kutulia, mahali pa mawazo, kufanya meditation, kuthink about it. Nilikwenda kwenye kituo cha masista hawa wa shirika hili la Neema, na Sister Eli, mchungaji Sister Eli alikuwa pale Leamungo Retreat Center. Kwa nilienda hapo, nilikaa siku 40 kwenye hiyo fikra. Na nilipotoka pale nilipata fikra kwenye usharika ule ambao ulikuwa umeshanishinda. Lakini ndio ulikuwa usharika unavuma. Si ulikuwa unausikiaga Kariakoo mpaka hata huko kijijini kwenu. Ulikuwa unavuma baadaye. Kwa nini? Mungu alisema nami juu ya kuanzisha ibada ya Morning Glory. Alisema nami juu ya kuanzisha ibada za online. Alisema nami, ni fikra nilipotoka pale. Na mpaka leo
ni kitu kikubwa mno, kimeleta impact kubwa sana katika kanisa la Mungu. Katika kanisa la Mungu. Lakini ni fikra niliyopata kwenye utulivu, na ndio maana leo tuko hapa. Kwa hiyo najua kwamba wiki hii utapata nafasi, na kama kuna watu wanaohitaji kujua how to think, fikra na nguvu ya fikra, ni vijana walioko leo. Tunahitaji vijana walioko kujua namna gani ya kuconnect elimu walioipata university na fikra zinazoweza kuwasaidia kwenye maisha yao. Lakini pia degree sio kuwa na fikra, it is nothing. Ndio maana nilisema hapa juzi kwamba hivi umeajiri mtu kwa sababu ya cheti, ni hasara kwenye kampuni. Lakini ukimwajiri mtu kwa sababu ya fikra, una hakika fikra ndio inayozalisha. Vyeti, it is nothing, just a piece of paper, ni makaratasi tu. Lakini cheti ambacho kina fikra ndicho kinachohitajika ili iweze kutokea kitu kwenye maisha ya kwako. Na saa inakuja, na sasa ipo hapa tunapoelekea Afrika, watu hawataajiriwa kwa kuangalia CV peke yake, alipata division ngapi, alipata GPA ngapi. It is nothing. Watu watafika mahali watatambuliwa kwa sababu ya fikra. Makampuni, mataasisi watataka watu ambao wana majibu ya makampuni, mataasisi wana majibu, na majibu ya mahali yanapatikana only kwa fikra peke yake. Kwa hiyo tunatamani sana wiki hii, hasa vijana, we have to connect with. Naomba sana tafadhali ujiunge na sisi katika somo hili. Somo hili la fikra nalo sio rahisi. Kwa hiyo ninaomba sana uweze kupata nafasi. Lakini ameandika pia kitabu cha fikra, na ni kitabu kizuri, mimi nimekisoma chote. Ninaamini ya kwamba utapata nafasi pia ya kukitoa ili upate nafasi ya kufikiri. When you stop to think, you start dying. Hakuna maisha bila fikra, na fikra ni maisha, na hakuna kitu kinachoweza kuleta matokeo kama hakuna fikra. Na dunia sasa inaenda kwenye kuajiri na kutambua fikra. Tunaenda hapo. Tumeshatapeliana sana na vyeti sana, tumetapeliana kwa muda mrefu, lakini kwa sasa dunia inaelekea hapo kwenye fikra. Tena dunia ya Afrika, lakini dunia zilizoendelea huko mbele mnako kuita Marekani, Ulaya na kwingineko, siku nyingi watu wanaangalia fikra, namna gani huyu mtu anazalisha, sio kwamba alifaulu university kiasi gani. Huku Afrika watu wanaangalia, hebu nipe cheti chako, na yeye mwenyewe akishakuwa na cheti anaamini ana maisha. Yaani akishakuwa na mkaratasi wake hivi, akiangalia hizo degree na namna alivyoperform vizuri university, basi akiajiriwa, akiweka hiyo faili yake pale, basi anasubiri mshahara mwisho wa mwezi, wewe utalipia hayo makaratasi yake. Anasoma magazeti, yuko hivyo, ataanza wakati wa kufanya kazi, ni meneja, ni nani ambaye unamtegemea kwenye hospitali, unamtegemea ndio aongoze hoteli. Wakati wa kufikiri hana fikra, ana makaratasi yake na amesha kukabidhi, na utalipia hayo makaratasi na credential ya university aliyosoma. Kwa hiyo saa hizi anabishana Yanga na Simba, sijui anaanza ubishani huu mpaka saa 4, saa 5, saa 6 ameenda kutoka kwenda kula kwanza lunch, anatumia masaa 3 anarudi, hivyo siku imeisha. Mtu mmoja aliajiriwa mahali kwa vyeti hivi, amepewa dereva, amepewa gari, ni manager wa hoteli. Alafu anatumia gari ya shirika ya hoteli, anaenda kazini. Akifika kazini amesahau koti lake la suti. Anamwambia dereva, hebu rudi tena nyumbani ukanichukulie koti langu la suti. Amesahau nyumbani. Anatumia gari, anatumia muda wa dereva, anatumia pia na muda wa kazi. Gari ya kampuni ingefanya kazi nyingine, anaenda kumchukulia koti nyumbani. Ni kilomita na kuna foleni, na anatumia mafuta. Akifika huko anarudi, anambia sasa dereva, ondoka, nenda kaninunulie gazeti. Gazeti analifuata tena kilomita 3 au kilomita 5 kwenda kutafuta gazeti. Anakuja nalo. Mahoteli yenyewe ni mahoteli ya utalii, yako huko porini. Unaona? Anakuja na gazeti. Akifika anakuta ndio kwanza anataka kupika chai. Sasa anajiuliza,
siku hii atafanya kazi saa ngapi? Yaani masaa haya. Na mimi nataka niwaambiege tu, muangaliage hivi, kwa siku unafanya kazi masaa mangapi? Wafanyakazi mlioko hapa, saa ya kupiga story, saa ya umbea, saa ya kuchati, muda wa kupasha kiporo ulichokuja nacho kazini, muda wa kumpigia dada nyumbani, angalia yale maharage, ukumbuke mtoto, fanya hivi, muda hivi. Baadaye unafanya kazi saa ngapi? Lakini unataka mshahara na unataka haki zako. Huko nyuma una watu ambao umewaandika kwenye kadi yako ya kutibiwa NSSF kijijini, alafu hauzalishi. Na ndio maana mashirika haya yanaanguka, kwa sababu ni burden kubwa mno. Huyu mtu azalishi chochote, ana hivyo kama hivyo. Ukiangalia muda unaofanya kazi kabisa, kwamba nimekuwepo kwenye kazi yangu, nimefanya kazi, ukiangalia unakuta kwamba wakati mwingine haujafanya, umekaa masaa 12, masaa yote ulikuwa una mambo yako na umbea na vitu vya ovyo tu, bado hujapiga miayo, bado haujasinzia. Kuna watu wakifika kwanza apate ka nafasi kidogo ka usingizi tena kama saa fulani, bado hivyo. Mtu mwingine alisema amegundua kwamba muda mrefu zaidi anaoishi mwanadamu ni wa usingizi kuliko akiwa active. Hiyo tutaendelea kesho. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba niishie hapo asubuhi ya leo, lakini nawatakia siku njema. Mungu wa neema awabariki, awatunze. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawatakia siku ya baraka, na Mungu Mwenyezi awabariki kuingia na kutoka kwenu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amina, alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.